hizi ni nondo za habari kutoka hapa Kimgongo TV. Mimi ni Mashambo Majani. Padri Emmanuel Mutambo, paroko mkuu wa parokia Kiwanja cha Ndege, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, ameanza hotuba yake ya kuaga mwili wa marehemu Jenista Joakim Mhagama kwa kusimulia ndoto ya ajabu aliyoota kabla ya misa maalum leo Disemba 13. Ndoto aliyosema ilibeba hofu, maswali na hatimaye faraja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Padri Mutambo alisema katika ndoto hiyo alijikuta akichelewa kuanza misa baada ya kukosa usafiri, jambo lilomjaza wasiwasi mkubwa, akitafsiri tukio hilo kama ishara ya kazi ya Mungu isiyokosea. Akiunganisha ndoto hiyo na msiba wa mbunge wa Peramiho, Padri Mutambo alisema alipokea taarifa ya kifo cha Jenista Mhagama kwa huzuni kubwa, akimtaja marehemu kuwa muumini mwema na mtumishi wa watu. Ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Sala hiyo, maneno hayo ni magumu tunapokumbuka kwamba siku chache zilizopita tulikuwa na mheshimiwa tukiwa tunaongea akiwa vizuri sana bila kutarajia kwamba hili lingetokea. Lakini basi kazi ya Mungu haina makosa. Ni wajibu wetu kuombea roho yake ili Mungu amkaribishe kwake mbinguni, ampe maisha na uzima wa milele. Nilipokea taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Jenista Mhagama kwa huzuni kubwa. Nilijiuliza ni kwa nini kifo chake kitokee wakati kama huu. Kwangu ni huzuni kufiwa na muumini mzuri wa namna hii, lakini pia ni huzuni kwa sababu kwangu huu si wakati wa kupata msiba wa namna hii katika parokia yetu. Juzi kati, baada ya kupata ombi la familia kuhusu misa hii, nilijawa na hofu kubwa sana, nikijiuliza maswali mengi sana, kwa sababu nilijua tatizo la afya yake halikuwa kubwa mno, na nalo nilifikiria kwamba alikuwa hatarishi kwa maisha yake. Lakini pia hofu yangu kubwa ni kuwa singependa kuwa mwenyeji wa msiba mkubwa wa namna hii hapa parokiani. Kwa sababu ya hofu yangu ni kwamba, kwa sababu ya hofu hizo, hata usiku nilikuwa napata ndoto ya ajabu. Katika ndoto moja tulikuwa tunajiandaa kwa misa hii ya leo pale sakristia, na wakati ulipokaribia wa maandamano ambayo tumefanya sasa hivi, nikajihisi kuchimba dawa. Wanaojua kuchimba dawa wanaelewa, wenye wamesafiri na mabasi. Lakini cha kushangaza, nilikuwa tayari nimejiandaa katika ndoto hiyo. Nikachukua bodaboda kwenda kuchimba dawa, ambayo sio kawaida. Tulienda sehemu ya mbali ambayo sikumbuki ilikuwa ni wapi. Wakati wa kurudi, bodaboda ameondoka, ameniacha. Nikaanza kutafuta bodaboda wa kunirudisha ili nianzishe ibada hii ya misa, lakini bodaboda hayupo.
Nikaangalia barabarani, hamna bodaboda yoyote, hamna usafiri, chombo chochote cha usafiri. Basi ikabidi nianze kwa mguu kurudi parokiani nianzishe ibada hii ya misa. Lakini kwa sababu wa umbali nilipokuwa, nilifika nikawa nimechelewa zaidi ya dakika 30. Na paroko msaidizi alipoona kwamba nimeondoka na sijamwambia niko wapi narudi saa ngapi, akaamua kuanzisha misa. Hivyo nilipofika karibu na kanisa, nikapata wimbo wa sadaka unaimbwa, maanisha kwamba ibada imeanza tayari, amemaliza mahubiri, sasa ni sadaka. Cha kushangaza, niliposikia wimbo wa sadaka nilipata furaha moyoni mwangu. Nikasema, asante Mungu, paroko msaidizi ameanza misa na amehubiri. Nikaingia nikajiunga nao kuendelea na misa, lakini furaha yangu ni kwamba amehubiri. Na furaha yangu ilitokana na nini? Labda kwa sababu nilikuwa na hofu ya kuhubiri kwa msiba wa namna hii siku hizi. Basi ndugu zangu, tunapomwombea roho ya marehemu, na wakati tunaogopa kuhubiri katika msiba wa namna hii siku hizi, ni rahisi kuhubiri kwa msiba wa Mheshimiwa Jenista Mhagama kwa sababu ya maisha yake. Itakuwa ni rahisi kwangu kwa sababu sihitaji theolojia, sihitaji masomo ya hali ya juu kutafsiri maisha yake, kwa sababu yalikuwa wazi. Ilikuwa ni kitabu ambacho kila mmoja wetu angekisoma na kuelewa. Baada ya kupata changamoto ya afya ya mguu wake, kwa sababu alikuwa hawezi kufika kila wakati kwa misa, sala kubwa Rozari, sala kubwa ya Bikira Maria wa Pombe, alisali sana, na ndiyo maana sitashangaa baada ya sala hii makubwa aliyomtendea, ambayo Mungu huwa anatenda kila wakati, ni kumchukua. Jenista alimpenda Mungu na amemchukua kipindi tunapojiandaa kwa ujio wa Yesu Kristo, kipindi cha majilio. Tunajiandaa ujio wa Kristo kwa mara ya pili atakapochukua wake na kuwapeleka mbinguni. Hicho ndicho kipindi alichukuliwa mama yetu Mheshimiwa Jenista Mhagama. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma, karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.